Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Penzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu ya murajaa wa baadhi ya masomo ya Nahjul Ghanna'il Islamiyya, tukiendelea na somo la aqidatul Islam ya faslul khamis katika jina la 41 katika majina 99 ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhasibu, Mwenyezi Mungu ni mwenye kutosheleza. Alhasibu, Mwenyezi Mungu ni mwenye kutosheleza. Hasbunallah wa ni'mal wakil, Mwenyezi Mungu ndio mwenye kutosheleza. Alkafi, maana ya hili neno alkafi, Mwenyezi Mungu ni mwenye kutosheleza, ni mwenye kukifu. Wa kullu kifayatin innama hiya minhu ta'ala, na kila chenye kutosheleza, innama, hakika si jengine, hiya, hicho chenye kutosheleza, minhu ta'ala, hutoka kwa Allah atoshieo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ndio mwenye kututosheleza sisi, na hutumika huu utoshelezi pale unapokuwa mtu amekufanyia jambo ukamwambia Mungu ndo atanitosheleza, yani atakayenisimamia kunilipa malipo yangu ya kutosha kwa hilo ulionifanyia ama kwa lile nilofanyiwa. Aljalilu, Mwenyezi Mungu ni mwenye utukufu mno, ama ni mtukufu ama ni mwenye utisho. Alkamilu fi jamii sifatihi, Mwenyezi Mungu ni mkamilifu katika sifa zake zote. Na mwenye utisho si utisho wa kutisha. Utisho katika Kiswahili iko mara mbili. Kuna utisho kuwa sura mbaya na mambo mabaya, kuna na utisho wa haiba. Huu ni utisho wa haiba ama ni mtukufu. Alkarimu, Mwenyezi Mungu ni mtukufu ama ni mkarimu, ni mkarimu sana, ni mwingi wa ukarimu. Alladhi la yudayyi'u man tawassala ilayhi, ni ambaye la yudayyi'u, hamtupili mbali, man tawassala ilayhi, yule mwenye kutawasali kwake yeye. Wala yatruku man iltaja'a ilayhi, wala hamuachi yule mwenye kumtegea ama kumkimbilia kwa matatizo, ilehi, kumwendea yeye. Mwenyezi Mungu hakutupi ukiwa wewe utatawasal kwake, yani utaenda na matatizo yako kwake, basi hakutupi mikono mitupu. Arraqibu, Mwenyezi Mungu ni mwenye kupeleleza mno, mwingi wa kupeleleza. Hafidhun, Mwenyezi Mungu ni mwenye kuhifadhi sana. La yaghfulu, haghafiliki, kila jambo hulifuatilia na hakuna ambacho chamghafilisha Mwenyezi Mungu ama chaghafilika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Almujibu, Mwenyezi Mungu ni mwenye kujibu sana, ni mwingi wa kujibu. Alladhi yujibu da'wata da'i idha da'ahu, ni ambaye hujibu maombi ya mwenye kumuomba pindi akimuomba. Maombi ya mwenye kuomba pindi anapomuomba hujibu. Na kama tulivyoelezwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake, ijaba iko aina tofauti, lakini iko njia tatu. Kubwa ni njia tatu. Kuna kitu muombe Allah akupe hicho hicho tena hapa duniani. Kuna chengine uombe lakini Allah aone kile kwa hikma yake ulichokiomba hakikufai, akakupa chengine sio kile ulichokiomba.
kwa maslaha yako na hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha pana ijaba kuwa asikujibu hapa duniani, akuwekee kesho akhira kwa maslaha yako. Huenda ukawa umeomba kitu, lau Allah atakupa hapa duniani, ndiyo iwe ni maangamivu na kuingia katika moto kwa sababu ya kile ulichokiomba. Hata Waarabu wana msemo wasema, rubba hadfi mri'in fima yatamannahu, huenda mauti ya mtu yako katika kile anachokitamani. Watamani gari, siku zote utembea na miguu salama. Ulipopata gari ukapata accident ukafa, lau usingepata ile gari, singekuwa utembea tu mwenyewe siku zote salama. Basi kuna watu huwa hawana vitu, wakang'ang'ania mpaka wakapata. Wakipata wakawa watapata maudhiko. Wengine hawafi lakini huudhika. Utaka mke, umepata mke, imekuwa kazi huna, ukorofi, mmoja kwa mbili, uelewani na ndugu zako, mamako, mke mwenyewe. Imekuwa ile ndoa uliokuwa ukitamani imekuwa ni kama bomu ulioenda kujifunga mwenyewe. Kwa hivyo chochote ambacho twamuomba Allah basi hujibu, lakini kwa ndia zake ambazo yuwazijua na ameziona ni bora katika kutujibu. Alwasi'u, Mwenyezi Mungu ni mkundufu. Alladhi ifdaluhu shamilun, ni ambaye kufadhilisha kwake, kuboresha kwake katika kupeana zile riski. Shamilun ni kwenye kukusanya ama kuenea. Mwenyezi Mungu fadla yake, ufadhili wake umemwenea kila mtu, awe yuamtii awe hamtii, awe ni mwema awe si mwema. Wanawaluhu kamilun, na zipoa za Allah ni zenye kukamilika. Mungu akikupa hukupa kitu kamili. Awil muttasi'u ilmuhu, au ni mwenye kukunduka ilmu yake ni kundufu, yajua kila kitu kwa ukundufu. Wa qudratuhu, na kudra ya Allah pia ni kundufu. Uwezo wa Mwenyezi Mungu umekunduka. Hakuna ati hapa Mwenyezi Mungu kidogo uwezo wake ni mdogo. Kila kitu Allah yuwaweza tena kukifanya kwa ukundufu. Ukundufu ni kupanuka kwa Waganda na watu wa Nairobi. Alhakimu, mwingi wa hikma. Almusibu fi taqdiri, ni mwenye kupata katika kukadiria. Mungu ana hikma nyingi sana, bimaana kila alolikadiria amepata. Hakuna kitu ambao Allah amekipanga kikawa kina makosa. Almuhsinu fi tadbiri, ni mzuri katika kupangilia. Au dhul hikmati, au ni mwenye hikma. Wahia, nayo hiyo hikma, kamalul ilmi, ni ukamilifu wa elimu, wa ihsanul amali, na kufanya uzuri matendo. Mwenyezi Mungu matendo yake yote ni mazuri, na pana hikma ambazo ni kubwa katika kila mipango yake. Alwadudu, Mwenyezi Mungu ni mwenye mapenzi mno, ni mwenye mapenzi mno, mwenye kupenda sana. Almuhibbu litwa'iina min ibadihi, ni mwenye kuwapenda wenye kumtii kutokana na waja wake. Hakuna waja anawapenda sana kama wenye kumtii. Mwenyezi Mungu atujalie ni miongoni mwao inshallah, amin. Almutahabbibu ilayhim, ni mwenye kujipendekeza ama kujipendekezesha kwa wao. Biin'amihi, kwa kuwa neemesha kwake Allah waja wake. Biin'amihi, kwa kuwa neemesha kwake Mwenyezi Mungu waja wake wenye kumtii. Almajidu,
biin'amihi, kwa kuneemesha kwake. Dhamiri arudi kwa Mwenyezi Mungu. Albalighul ghayata, almajidu, mwingi wa kutakaswa, mwingi wa kutakaswa, yani mwenye kutakaswa sana. Albalighul ghayata fi sharafi, ni mwenye kufika upeo katika utukufu, ama ni mwenye kulenga upeo. Upeo ni kule mwisho wa kitu, ndo upeo, top wa kizungu. Yeye amefika mwisho wa utukufu. Awi sharifatu dhatuhu, au ni mtukufu yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe ni mtukufu, dhatuhu ni dhati yake, dhati ni yeye mwenyewe haswa. Aljamilatu af'aluhu, ni mzuri vitendo vyake, ni mzuri vitendo vyake. Aljazilu nawaluhu, ni vingi vipoa vyake, zipoa zake ni zingi, ni mwingi wa vipoa vyake, ama ni vingi vipoa vyake. Albaithu, ni mwenye kutumiliza. Albaithu ni mwenye kufufua, yategemea na siyaqul kalam. Baithu rusuli, ni mwenye kutumiliza mitume ama wajumbe. Wa baithul mauta min alquburi, na ni mwenye kuwafufua wafu kutoka makaburini. Wa baithul mauta, na ni mwenye kuwafufua wafu, wafu ni walokufa, min alquburi, kutokana na makaburi. Wa baithul himami ila maali al-umuri, na ni mwenye kuzivurundua ama kuziamsha himma ila maali al-umuri, mpaka katika mambo ya juu. Kwa hivyo ba'atha hapa ina tafsiri tatu kulingana na pale ilipotumika. Ba'atha minan naumi ina maana ayqadha, ama ba'athahu ina maana ya atharahu wa hayyajahu. Sasa katika himma, himma ni ule muamko na morali, huwa Mwenyezi Mungu anaziamsha na kuzivurundua, kuzichangamsha zile himma ziwe zitaenda katika mambo ya juu zaidi. Na hakuna kitu kizuri kama Mungu akuvurundue hima yako uende katika mambo ya juu. Na kinyume chake, hakuna kitu kibaya kama mtu kukosa hima, siku zote itakuwa yuko chini, haendelei mbele katika mambo mbalimbali. Ashahidu, Mwenyezi Mungu ni mwenye kushuhudia sana, ama ashahidu ni alo shuhudia. Kushuhudia ni kuweko. Albalighul ghayata, ni mwenye kusikilia upeo, fi ilmihi, katika ilmu yake ama kujua kwake, ma'al hudhuri, pamoja na kuhudhuria. Alhaqu, Mwenyezi Mungu ni haki, mkweli. Athabitu wujuduhu azalan wa abadan, ni mwenye kuthubutu kupatikana kwake azalan, kitangu, kikae, kizamani huko, wa abadan, na kimilele, yeye yuko tu. Awil haqiqu bil ibadati, au ni mwenye kustahiki kuabudiwa. Awil haqiqu bil ibadati, au ni mwenye kustahiki kuabudiwa ama kwa ibada. Alwakilu, wakil, Mwenyezi Mungu ndio wakili, mtegemezi. Mutasarrifun fi kulli shay'in, ni mwenye kuswarifu katika kila kitu. Au hafidhun alayhi, au ni mwenye kuhifadhi juu ya kila kitu, yani ni mwenye kuhifadhi kila kitu. Au shahidun, au Mwenyezi Mungu ni mwenye kushuhudia. Alqawiyu, Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu. Alkamilu, na nguvu nimefanya hivi ni kibinadamu sende ukasema ni kama hivi nilivyofanya. Ni akili ya kibinadamu, lakini Mungu ana nguvu za kimungu. Alkamilu fil quwwati, ni mwenye kukamilika katika nguvu, ni mwenye nguvu kamili. Fala ya'jizu bihalin,
haemewi kwa hali yoyote. Fala ya'jizu bihalin, haemewi kwa hali yoyote, hashindwi. Kuemewa kushindwa, kuwa na ajizi. Hata Waswahili wasema ajizi ni nyumba ya njaa, manake kushindwa kufanya jambo ndiyo nyumba ya njaa. Wassalamu alaikum wal afwa minkum. Insha Allah, kama pana taksiri tutaelezana sehemu ya comment. Tusisahau kulike, kushare na kusubscribe kama kawaida. Wa as'ada Allahu awqatakum wa ila liqa.